أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Sheikh wangu Sheikh Saidi, Sheikh Mbaruk, mwenzangu katika msafara Sheikh Mamba, wazee wetu pamoja na kina mama, uhayikum bitahiyati al-Islam mubaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taban muda umeenda na maneno ya Sheikh Saidi kwa kweli amegusia katika kila nukta ambayo ilitakiwa kuzungumzwa hapa, na ilikuwa hayahitaji tena mimi niendelee kuwachosha, lakini kwa vile nimeamrishwa na wazee na wenyeji nizungumze, nitasoma hadithi moja halafu na mimi nikae kitako. Kwa kweli kama alivyotangulia Sheikh Saidi kwamba tuko katika tukio kubwa, tumekutana hapa ambalo tumeona mambo mengi. Kama tulikuwa tukizingatia yale ambayo yalikuwa yakisomwa na watoto hawa, wamesoma mambo yote yanayohusu Uislamu, wamesoma mambo ya sheria, fiqhi, wamesoma Qur'an, wamesoma akhlaq, wamesoma aqida, wamesoma sira, wamesoma mambo mengi. Kama tu wazee wangezingatia, palikuwa pana darasa kubwa linaendelea. Kwa kweli ni jambo zuri, na hii tunaona kwamba ni kazi iliyofanywa kwa muda mfupi na Sheikh wetu Ustaz Khairi. Mungu ampe umri mrefu na amlinde ili aweze kuwahudumia watoto hawa pamoja na wazee na kina mama ambao wapo hapa. Katika tukio letu hili la ufunguzi wa msikiti huu, kama alivyosema Sheikh Saidi, hii ni nyumba ya Mungu. Msikiti huu ni nyumba ya Mungu. Katika moja ya hadithi za mmoja wa wajukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye anaitwa kwa jina la linafanana na msikiti huu, Jafar as-Sadiq salatullahi wa salamuhu alayhi, anasema kwamba thalathatun yashkuna ila Allahi azza wa jalla: masjidun kharab la yusalla fihi ahluhu, wa alimun bayna al-juhal, wa mashafun muallakun la yukra'u fihi. Riwaya hatari na nzito ambayo mjukuu wa Mtume anaisema, na akisema tabaan anainukuu kutoka kwa Mtume. Hadithi hii inasema kwamba vitu vitatu, thalathatun, vitu vitatu
vitaenda kumshitakia Mungu, yashkuna ila Allah, vitashitaki kwa Mungu, vitaenda kumsimamisha mtu wake kwenye mahakama ya Mungu. Vitu hivi vitatu: kitu cha kwanza, masjidun kharab, msikiti uliokimbiwa, uliohamwa, msikiti ulioachwa, la yusalla, hauswaliwi. Watu wanaoishi katika msikiti huo hawautumii kwa kuswali. Hii ni ushahidi ambao upo hapa. Huu ni msikiti ambao leo tumeufungua kwa furaha, tumekula chakula, tumehudhuria hapa muda mrefu, lakini huu msikiti utaenda kutusimamisha mbele ya Mungu ikiwa hatutoutumia, ikiwa hatutokuja kuswali, si kwa kina baba, si kwa kina mama. Msikiti huu unawahusu kila anayejinasib na Uislamu. Na tabaan nataka nilisisitize hili kwamba msikiti huu si wa madhhabu fulani. Msikiti huu si wa Mashia. Huu si msikiti wa Mashia, na ndio maana haujaandikwa hapa msikiti wa Shia. Huu umeandikwa Masjidu Zahra. Msikiti jina lake ni jina la mtoto wa Mtume, Fatimatu Zahra, na kila Muislamu anamkubali huyo. Kwa hiyo wazee wangu, kina baba, kina mama, vijana, msikiti huu ni wenu. Msikiti huu si wa Sheikh Kheri na wanafunzi wake na wajomba zake. Msikiti huu ni panitwaje hapa Sheikh? Wana Vikawe ndio msikiti wao huu. Wana haki ya kuutumia. Na tabaan isiwe yale mazoea tuliozoea kwamba utumike kwa swala tu. La, msikiti haujawekwa kwa kuswaliwa tu. Mambo yetu yote Wana Vikawe tuna uwezo ya kuja kujadili ndani ya msikiti huu. Na huo ndio mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Msikiti aliufanya ndiyo serikali ya kuendesha mambo yake. Kwa hiyo hii ni ofisi ya kuendesha mambo yetu. Ustaz Kheri muda wote ataufungua pale ambapo utahitajika. Kina mama wakitaka wakutane wazungumze mambo ya vikoba, watakutana hapo nyuma. Wakitaka wakutane kwa jambo lao la kupanga harusi, watakutana hapo nyuma. Huu ndo kazi za msikiti, kuhudumia jamii. Tusije tukafikiria kwamba msikiti kazi yake ni saa 7 ufunguliwe, halafu watu waswali waufunge, warudi saa 10, warudi la. Mambo yetu yote tunao uwezo wa kuyafanya hapa. Kwa hiyo huu msikiti, jambo la kwanza tutambue kwamba sio msikiti wa Mashia, ni msikiti wa Waislamu. Innal masajida lillah, misikiti ni ya Mungu. Ukiona kwamba huwezi kufuata taratibu anazoswali imam, njoo swali peke yako, huzuiwi. Na siku tukipata taarifa Sheikh Kheri amemzuia mtu kuswali anavyojua yeye, tuje kumuondoa yeye kwa nguvu zote. Kwa hiyo huu msikiti ni wa watu wote. Mujisikie huru, msikiti ni wenu kuutumia muda wowote kwa utaratibu ambao utawekwa. Naamini hapa pataundwa kamati, wazee wapo, watasimamia taratibu. Kwa hiyo kwanza tujue kwamba huu msikiti ni wetu, na tusipoutumia utaenda kutushtaki. Ukiwepo hapa halafu ukatoka ukaenda ukaswali kilomita 20 mbele, utaenda kukusema mbele ya Mungu huu, kwa sababu wewe ni jirani na msikiti huu. Ukaenda kuswali pengine utakushtaki. Kwa hiyo wazee wangu, kina baba, kina mama, tusije tukawaachia watoto. Kina mama hususan mna kazi nyingi,
mnahisi kwamba nyinyi hamuhitajiki msikitini. La, mtu wa mwanzo kuimarisha Uislamu na kuimarisha msikiti ni mwanamama, Mama Khadija. Yeye ndo aliotuletea Uislamu vikawe kwa mali yake. Kwa hiyo naamini kina mama watafata mwenendo huu wa Mama Khadija kuhuisha msikiti huu. Tusipofanya hivyo utaenda kutushtaki mbele ya Mungu. Hili ni jambo la kwanza ambalo litaenda kushtaki watu wake kwa Mungu. Lakini jambo la pili ni alim baina aljuhal, mtu ambaye ana elimu lakini amezungukwa na wajinga. Tunaposema wajinga sio tusi, hata mimi ni mjinga katika baadhi ya mambo. Mjinga ni ule mtu ambaye hajui baadhi ya vitu vingine, tunamuita huyu ni mjinga. Kuna vitu havijui. Kwa hiyo hapa tunaye alim ambaye anayo maneno mawili matatu. Ustaz Kheri, kijana wenu, mweneno, wengine ndugu yao, anavyo vitu wamesoma. Huyu akikosa wa kumfundisha, halafu wewe ukawa hujui swala yako, hujui saumu yako, hujui tohara yako, jitoharishe vipi, huyu ataenda kushtaki na Mungu atakuchoma. Mungu atakuingiza motoni kwamba umeswali swala zako suratul Fatiha unaisoma makosa na mwalimu yupo. Udhu wako unautia makosa na mwalimu yupo. Muulize kwa nini unafanya hivi, naamini atakuwa nayo majibu. Kwa hiyo mtu wa pili ambaye ataenda kutushtaki ni mtu ambaye ana elimu, na si elimu ya dini tu, hata elimu nyingine ya sekula. Pana daktari hapa, halafu wewe unakufa hapa kwa kipindupindu, kwa malaria, unashindwa kwenda kumuona akakupa maarifa, ataenda kushtaki. Tumtumie huyo mwenye elimu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuletea Sheikh Kheri ambaye ana elimu ya dini, tumtumie huyo. Tumpe watoto wetu wasomeshe, lakini na sisi wenyewe wazee wapange muda, tusiwe busy na dunia tu. Talabul ilmi faridha ala kulli muslimin wa muslima, sio ala kulli waladin wa walada. Sio mtoto wa kike na wa kiume. Muislamu ni mzee, ni kijana, mama, mtu mzima, sote tuna wajibu wa kusoma. Siku hizi taratibu zimebadilika. Binti akifika miaka 7 hapelekwi tena darasa la 7, huyo na madrasa basi. Kijana akifika form 1 na madrasa basi, hayuko tayari kwenda kusoma. Tukasome sisi wenyewe. Wazee mpange muda na Sheikh Kheri, muda baada ya magharibi saa 10 atawasomesha. Kina mama vile vile, ili mumtumie asende kuwashtaki. Nyinyi ndio mkamshtaki, tumekwambia utusomeshe, umesema huna muda. Lakini kinyume chake msipokwenda atawashtaki kwa Mungu, mmeshindwa kumtumia. Na cha mwisho ni mashafun muallakun fihi alghubaru la yukra'u fihi. Msahafu uliotundikwa hausomwi, umejaa vumbi, hutaenda kumshtaki. Naamini kila mtu hapa ana msahafu ndani ya nyumba yake. Kila akibadilisha meza na kupangia vizuri, anaunyanyua na ufuta vumbi, alafu anaorojesha sehemu nyingine. Huna msahafu utaenda kushtaki kwa sababu huusomi. Na utausoma vipi na wewe hujui? Ili usome unatakiwa ujue, uende madrasa, uende kwa mwalimu, uende ukasome. Sasa utasomaje na wewe huendi kusoma? Huna muda ukirudi kondeni, ukirudi kazini unaenda kucheza bao mpaka saa 4 saa 5 unarudi. Unasubiri tayari miaka imeshakwenda 70, huoni tena, ndio unaanza kutafuta darasa. Ukifika unalala mpaka adhana unatoka. Kile kilichosemwa hukisikii tena. Tutumie muda wetu huu
hususan vijana hawana muda, na washaondoka wote hapa, washaondoka, hawana muda, hawajui kwamba ni wajibu kujua udhu wao. Kusoma si kwa mashekhe tu, kila mtu ni wajibu kujua udhu wake. Ataenda kuulizwa, kama wewe ni Muislam utaulizwa ulitawadha vipi. Hii ni wajibu, elimu hii. Swala yako hende kuulizwa Sheikh Kheri, utaulizwa wewe umeswali sawa sawa. Elimu hii ni faradhi, kila mmoja ni lazima ajue swala yake, ajue udhu wake, ajue kila anachokifanya. Hili ni la wajibu kwa kila mtu. Kina mama ni wajibu kujua usafi wenu wa mwili, ni wajibu. Vipi natakiwa nijitoharishe, vipi nivae. Haya ni mambo ya lazima kwa kila mtu, si kwa shekhe. Inshallah nisichukue muda mrefu. Nyumba hii ya Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwepo wake hapa na kufunguliwa siku ya leo iwe ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutia baraka katika mji huu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwepo wa msikiti huu na kufunguliwa leo hii uwe ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuepusha na maradhi yote, na hususan na maradhi haya ambayo yanaisumbua dunia leo hii, maradhi ya corona. Tumuombe Mwenyezi Mungu ayapeperushe mbali kwa baraka ya msikiti huu, kwa baraka ya nyumba hii takatifu, kwa baraka ya masomo ambayo yamesomwa hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya msikiti huu, wale ambao wana maradhi katika mkusanyiko huu, Mwenyezi Mungu aondoe maradhi walionayo. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi mambo yetu. Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki. Riziki zetu ziwe pana, tumtegemee tusimtegemee mwingine. Allahumma arzuqna tawfika at-ta'a wa bu'da al-ma'siyah wa sidqa an-niyyah wa irfan al-hurma. Akrimna bil huda wal istiqama. سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. طهر بطوننا من الحرام والشبهة. اكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. اغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.